iko tayari. Mike Chalo, Wakenya wanasemaje kuhusu shughuli hii? Naam, asante sana Joash. Moja kwa moja bila kupoteza muda, niruhusu niweze kutangamana na baadhi ya wakazi wa jiji hili ambao watakuwa wananipatia maoni yao kuhusu suala zima la usajili wa wapiga kura kupitia Tume ya Mipaka na Uchaguzi ya IEBC. Nikianza na wewe, pengine ukianza na jina lako, nielezee kwa maoni yako, wewe kama kijana na Mkenya wa taifa hili, pengine una imani na jinsi ya IEBC inavyoendesha shughuli nzima ya kuwasajili wapiga kura? Sina imani kwa majina. Naitwa Jaden Kamau, na kwa kulingana na hii tume ya IEBC, sisi wote tuseme tu ni ukora tupu tu tutafanyiwa tu. Hata kulingana na wale wenye walifanya uchaguzi mwaka wa 2012, sasa hivi wanahitaji wapate kura zingine ndio ili tuweze kujua sasa kiongozi wetu atakuwa ni nani mwaka wa 2027. Pengine IEBC inafaa kufanya nini? Wanafaa watewe mkubwa mwingine sasa wa IEBC, kwa sababu hatuna matumaini naye kwa sasa. Ni usajili tu ambao amesema kuwa wale ambao walikuwa wamejisajili kabla mwaka 2012 wanafaa kujisajili upya ili pengine stakabadhi zao ama rekodi zao ziweze kutokea katika rekodi ya kielektroniki. Unaposema kuwa ni ukora, unamaanisha nini? Anamaanisha aje? Wale wenye walisajili miaka 2012 ile Kenya tunasema tu ni wakirenew at least hata kwa pali kwa IEBC haitaonekana kuna wale wenye walisoma kitambo na wale wenye walichagua awali. So sisi wote tutakuwa tumechukua kura kwa umoja, na tukienda hata kupiga kura tutakuwa tunapiga kura kwa umoja. Asante sana. Pengine nikizungumza na wewe, unielezee una imani ama na mchakato ambao unaendelea wa kuwasajili wapiga kura, unauzungumziaje mchakato wenyewe? Ukianza na jina lako. Jina langu naitwa James Kamau. Mimi ni mkaaji hapa Nakuru, nafanya kazi ya matatu. Kwa maoni yangu naona ndio wanasajili kwa sawa, lakini ile kitu iliyoko kusema ati wenye walirusha kula 2012 hawajiandikishe upya. Nauliza IEBC nini waliona ndipo hawa 2012 waweze kujiandikisha tena? Mimi hapo ndio naona kama iko ukora. Mimi kwa maoni yangu naona kama ni hivyo iko, waamue hata wenye walijiandikisha saa hizi ama wa kitambo wenye walirusha 2022 kila mtu arudishiwe ajisajili tena upya, ndio watu waridhike na IEBC. Asante sana. Kwa maoni yako, unazungumziaje usajili wa IEBC ambao unaendelea kwa sasa? Unahisi kuwa IEBC imefanya hamasisho la kutosha kwa Wakenya, na idadi ambayo inajisajili unaizungumziaje pia? Kwa majina najulikana Samuel Joroge, MCA coming. Ile kitu mimi ningeomba hii serikali naweza tusaidia, kama hiyo ujasili wa kura walete karibu hata kwa mastage, kwa soko. Hii kitu isiwe inachukua muda kidogo, juu sasa kuna wengine mahali wanakaa hakuna vitu kama hiyo. Ipelekwe kila mahali, kama ni kwa wale watu wafanya biashara wa soko wapelekewe huko, wafanyikazi wa matatu wapelekewe kwa stage, ili kitu iwe rahisi kwa kila mtu. Asante sana. Joash, ni baadhi ya Wakenya ambao nimezungumza nao hapa katika kituo cha matatu katika kaunti ya Nakuru. Wanachokisema zaidi, wanahofu na wanatilia shaka pia taarifa hii iliyotolewa na IEBC kuwa wale ambao walikuwa wamejisajili kabla mwaka 2012 waweze kujisajili upya, pia wakiweza kupendekeza vituo vya kujisajili kwa wapiga kura ama vya kusajiliwa kwa wapiga kura viweze kuongezwa zaidi ili shughuli iweze kufanywa kwa ufasaha. Joash. Naam, shukran sana Mike Chalo kitujia mubashara kutoka kaunti ya Nakuru kuzungumza na wakazi, kutueleza ni kipi wanasema kuhusu usajili wa wapiga kura. Hisia mseto zinazidi kuchipuka kuhusu swala hilo ama shughuli hiyo, na tuko hapa ili kuweza kukuweka wazi na vile sawa kuhusu mazungumzo haya ambayo yanaendelea hivi sasa. Hapa studioni, mtazamaji, sitakuwa peke yangu.